Ngano wanatia katika gala lake, na ile makapi anayateketeza. Ile wakati wa hukumu ndio pale mwisho ya mambo yote itakuwa. Haleluya, amen. Na ile siku ya kuja kwake Yesu ni nani anaijua? Biblia inasema katika kitabu cha Mathayo sura 24 mstari ule wa 36, Yesu akasema ya kwamba hakuna mtu anayejua siku ile, hata mwana wa Adamu haijue na malaika mbinguni hawaijue, lakini anayejua ni Baba mwenyewe peke yake. Lakini akasema itakuwa kama vile wakati wa Nuhu. Watu watakuwa wakila, wakinywa, wakioa na kuolewa, ndipo kutakapokuwa kuja kwa mwana wa Adamu. Kurudia kwa Yesu mara ya pili duniani, kanisa litakuwa katika distraction, watu watakuwa katika distraction. Lakini Petro anasema hapa, aseme iweni na akili, mkeshe katika sala, tuwe na nizamu katika kuomba. Mpendo katika Kristo, unakutana, Biblia inaongea vizuri. Ile wakati wa Nuhu ilikuwa ni namna gani? Ilikuwa ni wakati, Biblia inasema Mwanzo sura 6 mstari wake wa kwanza kushuka kule chini. Biblia yangu inaongea vizuri, nasema aseme watu wakaongezeka kudunia. Na wakati watu waliongezeka kudunia, wana na mabinti wakazaliwa, wabinti wakazaliwa wazuri, wana wa Mungu ambao waliona wale mabinti, wakaona ya kwamba wanapendeza, wakajitwalia wake ambao waliwataka, wakaoa gizi wanataka, uasherati katawala gizi nataka, maovu yakakuwa mengi. Aseme na watu walio hodari, wanifili, watu wa Mungu, nao wakafanya nini? Wakakamata wale wanawake, wakazini gizi wanataka, wakakamata wanawake gizi walipenda. Aseme Mungu akaangalia mwanadamu ambaye alimuumba. Mungu akaangalia mawazo ya mwanadamu, kumbe ni mabaya tu siku zote. Ndio pale Mungu akaregrete, kwa sababu gani nimeumba mwanadamu? Mpendwa katika Bwana, matendo mabaya mtu anayofanya, wakati mtu anafanya dhambi, Mungu anajuta sana, Mungu anagairi mabaya ya watu. Na hapo anasema roho yangu haitashindana na mwanadamu milele. Roho wa Mungu anamtoka mtu wakati mtu ameasi. Roho wa Mungu anaacha mtu wakati mtu anatoka katika mapenzi ya Mungu. Roho wa Mungu hatashindana na mwanadamu milele. Aseme Mungu akasema, aseme tazama, mwanadamu mawazo yake ni mabaya. Mwanadamu anatembea kama nyama, yeye na mnyama hakuna tofauti. Mungu atusaidie sana. Nuhu asakapata neema machoni pa Mungu. Nuhu akakuwa mwenye haki, alikuwa mwenye haki, akatembea sawa sawa na maagizo ya Mungu. Aseme Mungu akafuata Nuhu akamwambia, Nuhu, aseme uijenge sasa safina. Akaambia Nuhu, wewe Nuhu, tazama mwisho ya kila mwenye mwili umekaribia, nitaharibu mwanadamu pamoja na dunia. Aseme kwa sababu mwanadamu ametenda mabaya. Na ndipo pale Mungu akamwambia Nuhu ajenge safina. Na safina yetu ni kanisa. Wakati tunaingia, wakati tunasikia habari hizi, mpendo, tujitahidi kukimbia ghadhabu ya Mungu inakaribia. Na Mungu akamwambia Nuhu, tazama nitanyesha mvua siku 40. Mvua iko na nyesha, nitaharibisha dunia hii. Ambia sasa watu wageuke. Nuhu alianza kuwahubiri watu. Nuhu alianza kuambia watu, mabaya mnayoyafanya muyaache. Watu hawakusikia. Watu wakaona kama vyenye bako ndani njo vyenye viko vya maana, njo ukawaida. Watu kulewa kwao haikuambia kitu. Watu wakikuwa makanisani kufanya ukahaba haikuwa kitu. Watu wakaendea miungu, watu wakaendea nyumba za wafumu gizi walitaka. Mwanaume na mwanaume wakaoana gizi walitaka. Mwanamke na mwanamke wakaoana gizi walitaka.
mtu na mnyama wakaoana kama vile wakati hii. Sikia, Yesu ametoa taarifa nzuri pale, anatupatia angalisho, anasema ile siku ya kuja kwa mwana wa Adamu mara ya pili itakuwa kama vile wakati wa Nuhu. Watu watakuwa wako wanakula, wanakunywa, wanaoa, wanaolewa, wanafanya hiki na hiki, wanakuwa mdistraction. Ndipo kutakapokuwa kuja kwa mwana wa Adamu. Mpendwa, tuangalie mbele, itakuwa kama vile mfano ya wanawali 10 ambao 5 wenye busara na 5 wapumbavu ambao walikuwa wakikesha. Ndipo pale tunasema, wengine nasikia Paulo aseme tunaenda kumakesha. Mpendwa, haiko ile makesha tunaingia kupiga ngoma, kuna tukesha, tuangalie na kukesha yetu, tuangalie mwenendo wetu, matendo yetu. Je, inastahili sawasawa na neno la Mungu? Dini hataokoa mtu. Makanisa mazuri tutazijenga na tutaimba, tutahubiri, lakini mpendwa, tusipoangalia matendo yetu, ufalme wa Mungu unakaribia, na wenye wataingia ni wale waliofua mavazi yao katika damu ya mwana kondoo. Na ile mavazi ambayo wameifua ndiyo matendo ya haki ya watakatifu. Mpendwa, usipoungama dhambi na makosa kila leo, mpendwa, hautaingia. Ni wakati wa kutengeneza njia. Ile uchoyo utengeneze, wivu, chuki, fitina tuwache, tumtafute Kristo. Mpendwa, tuangalie, siku zinakaribia, Yesu iko mlangoni, na hapa ghadhabu ya Mungu inakaribia kama vile wakati wa Nuhu. Dunia kwa wakati wa Nuhu Mungu akaiangamiza kwa maji, lakini dunia hii yetu inaandaliwa kuchomwa kwa moto. Nuhu akajenga safina. Nuhu alihubiri watu, alikuwa na magarso wake 3, Shemu, Hamu na Jafeti. Bakamsikia babaye. Wakati Mungu anaangalia watu hawabadilike. Wataalamu wanasema Nuhu alifanya karibuni miaka 120. 70 iko na hubiri, lakini watu hawakutaka kubadilika. Watu hawakusikia. Wanaanza kujiuliza wakati gani mvua Mungu atainyesha, dunia yote Mungu ataiharibisha. Mpendwa, Mungu hajali na wingi wa watu. Mungu anajali mtu ambaye anasikia maagizo yake, anatembea sawasawa na maneno yake. Ni huyu mtu ambaye Mungu atamhesabu na Mungu atamujali. Ile siku watu walilia Nuhu, Mungu akamwambia, tazama sasa, kamata wewe na mke wako na watoto wako 3 muingie katika safina. Watu wangapi kudunia yote mzima? Watu 8. Mungu hakujali watu. Mwisho ya kiburi inakaribia. Uko nafanya kiburi, mpendwa, unakataa kumwamini Kristo, lakini elewa, ile siku ya hukumu watu watalia na kusaga meno. Mwisho itakuwa. Haleluya. Mwisho inakaribia. Mwisho tumesema ni muda ambapo kitu fulani kinafika mwisho. Uko naona uzuri, unafanya gizo unataka, dhambi unaifanya gizo unataka. Biblia inaongea mezani, anasema ya kwamba iko njia ionekanayo sawa machoni pa mtu, kumbe mwisho wake ni njia ya mauti. Mpendwa, mwisho inakaribia. Utajisifu, nasema uliza waliotangulia. Kuna wengine walienda katika ulevi, lakini mwisho yao ilifika namna gani? Walianguka mfereji wakafa, ile alkoholi imewaua. Na wengine walienda katika ukahawa, sija imewakula, na mwisho ni kaburi, na baadaye hawana ufalme wa Mungu kama hawakutubu. Neema ingali, tengeneza maisha yako. Kanisa, tujiandae, Yesu ni karibu. Haleluya. Tujiandae, Yesu ni karibu. Mwisho ya kiburi na karibu. Mwisho ya uchawi iko karibu. Mtu anazijisifu, mie hawezi nipitako, lakini leo mwisho iko ya ile. Mwisho ya kazi iko.
hezi tumika muda fulani ale, nasema mimi ndio niko na kazi, lakini elewa siku moja kazi itaisha. Siku moja vitu vitaisha, pesa zitaisha, mwisho ya vita iko, mwisho ya nguvu iko. Lakini tuelewe ya kwamba Yesu anakaribia, tujiandae vizuri. Hivi mwisho iko, nitafanya nini? Na wakati mwisho unapokuja kwangu, nitaonesha nini? Yesu anasema, tazama naja upesi, na ujira mkononi mwangu, kumulipa kila mtu sawasawa na kazi yake, sawasawa na matendo yake. Mpendwa katika Kristo, Biblia yangu inaongea vizuri ya kwamba ile wakati wa mwisho inapokaribia, Yohana ndio pale kaona watu wa kila kabila, watu wa kila lugha, watu wa kila jamaa, wa kutoka huko na huko, Asia, Amerika, Afrika, mahali na pahali, wa kutoka Kabamba, wa kutoka wapi wataonekana. Ile wakati Yohana anasema akaona wanakusanyika, wanashika matawi ya miti ya mitende mikononi mwao, na hapo wazee 24 wakisujudu mbele za kiti cha enzi, na wale wenye roho 4 za uhai wakisema, utukufu, sifa, heshima, uwezo na mamlaka vina wewe Baba milele milele. Amen. Mzee mmoja akatoka kamuuliza Yohana, awe wanavaa mavazi meupe na matawi ya mitende mikononi mwao, wakisifu na kushangilia, hawa ni wakina nani na wanatoka wapi? Bwana alijibu, Bwana wangu, sijui, wewe wajua. Hawa ndio wale waliotoka katika ziki kuu, na wamefua mavazi yao katika damu ya mwana kondoo. Mavazi yetu tunapoyafua, ile wakati mtu anaungama dhambi, ile wakati mtu amefanya dhambi anaungama, anakuwa iko nafua vazi lake. Ndio vazi letu lile tutakalo. Mwisho iko mpendo. Sikia nikuambie mpendo katika Kristo, watu, Yesu akasema ya kwamba ile muda mtu asipotahirisha njia yake na mtu asipovaa vazi, muharusi hataingia. Bwana wa harusi atakapoangalia, atakuta watu wa kuvaa vazi la harusi watakuwa wametupwa huko nje, na huko ndiko kutakuwa kulia na kusaga meno. Tumesikia vazi la harusi ni matendo. Tusingelisinzia. Hatari ya usingizi imekuwa, kanisa linasinzia, na wakati kanisa linasinzia, linaanza kuiga mambo ya mataifa, mambo ya ulimwengu. Ndiyo usingizi wa kanisa. Wanawali 10 ambao walikuwa wanamngojea bwana harusi, 5 wenye busara na 5 wapumbavu. Hawa 5 wapumbavu aseme walitwaa taa nao wakawasha, mafuta ikaishi, taa zikazimika. Wale wengine wenye busara walitwaa taa pamoja na mafuta ambayo ilikuwa akiba kwao. Lakini bwana harusi alipokuja, Biblia yangu inaongea vizuri, aliposikia shangwe na kelele kubwa katika usiku, wakaanza kuwasha sasa taa. Wale wapumbavu wanaanza ambia wenzao, mutupatie kwa mafuta yenu, na haitatutosha na nini, mwende mkanunue. Kwenye walienda, bwana harusi akaingia, akakuta wale wenye wako tayari, na njoo wale akaingia nao harusini. Taa ni nini? Biblia yangu inasema, Zaburi, Daudi akasema ya kwamba neno lako ni taa la miguu yangu. Neno la Mungu ni taa, mpendwa. Kanisa la mwanzo walidumu katika kusikia mafundisho ya mitume pamoja na kusali na kumega mkate nyumba kwa nyumba, wakaishi ushirika. Neno la Mungu ni taa. Neno la Mungu liwe taa kwa maisha yako. Neno la Mungu ndio linatuangazia. Yesu akasema, tazama, wale wote waliomwamini, mkikaa katika maneno yangu, mtakuwa wanafunzi wangu kweli kweli, na mtaijua kweli, na ile kweli itawaweka huru. Neno ni taa ambalo linatuangazia. Neno litatukutia kwenye kweli.
Hapana kusema dini langu halinikataze kukamata wanamke mbili, dini langu halinikataze kukunywa pombe, dini langu halinikataze kwenda hata kuwafumu. Dini letu haliangalia vile. Yesu atakapokuja hataangalia dini. Yesu atakapokuja ataangalia roho gani ilikuwa tayari kufuata neno lake, ambayo walishika. Ndipo pale Yesu anasema ya kwamba juu mwisho ikuwe, aseme habari njema itahubiriwa kwanza kuwa ushuhuda katika dunia yote. Watu wasisemake hatukusikiaka, habari inahubiriwa. Ni wakati Yesu yuko mlangoni. Kanisa tujiandae. Mafuta mpendwa, ni maombi unayoyaomba itatupa mafuta. Kanisa limepungukiwa na neno. Kanisa litaki kutembea sawasawa na neno la Mungu. Tutoke katika usingizi. Biblia iko naongea ya kwamba mpandaji alipopanda akapanda mchana, lakini adui akakuya usiku akapanda magugu. Haleluya! Adui ni nani? Adui ni Shetani. Na usiku kumaisha ya mtu ikikuwa, njo pale mtu anakuwa mudistraction kubwa. Usiku ikikuwa kumukristo, njo pale mukristo hajielewe. Wakati mtu amekuwa katika dhambi ni usiku, na wakati ya usiku kunakuwa vitu vyenye viko nakuwa transforme kwa maisha ya mtu. Utukufu inatoka, kuna utukufu ambayo itatoka kwa maisha ya mtu.